tatizo au msiba usikie kwa jirani, usije kwako. Mchungaji Mbarikiwa Mbeya, kuwa na mawazo tofauti tu, kuwa na fikra tofauti. Mchungaji Josephat Gwajima juzi hapa anatoa mawazo yake, naenda kufungia makanisa yake. Isitoshe mnanyima hata wale wanaoabudu haki ya kuabudu, ambayo ni haki ya msingi. Tumeridhia tamko la ulimwengu la haki za binadamu, tumeridhia matamko na iko kwenye katiba yetu. Njoo kwenye speaker, aliyekuwa speaker Job Ndugai, hata hujui lipi ni lipi mpaka kaondolewa kwenye nafasi yake ya speaker. Tunauliza, je, ni kwa sababu alihoji kuhusu deni la taifa? Lakini wakina Ndugai hawa ndio walikuwa wanatetea uovu wa kila aina katika jamii. Wakina Ndugai hawa, japo alipoondolewa mimi nilienda paka mahakamani kutetea. Sio kwamba nilikuwa natetea Job Ndugai Agustino, lakini kuwa natetea ule utaratibu wa namna gani alivyoondolewa kwenye nafasi yake, sababu tunazidi kulivuruga taifa. Njoo juzi hapa tarehe 30 ya mwezi kwa tarehe 30 ya mwezi wa 4 kwa Padre Charles Kitima, unamwaga damu yake padri yule, mchungaji yule, kiongozi wa kiroho, kwa kusudio matamanio ya kutoa uhai wake. Kweli, kwa nini? Kuwa na mawazo tofauti. Hawa nahamasisha jamii kujitambua, kuwa na kujitambua, dhamiri zao zikoje, wanahudumiaje jamii. Njoo kwa hali kibao anatolewa kwenye gari mchana kwenye basi, mpaka unaenda kukuta ametobolewa macho, uhai wake ukatoweka. Kosa lake mpaka leo hatujui anatumiwa kwa nini. Juzi Humphrey Polepole ametoa mawazo tofauti. Tumeona dada yake ametekwa, mpaka kamanda wa mkoa wa kanda maalum ya Dar es Salaam akatoa tamko, sio amepatikana mambo mengi. Lakini wakina Polepole hawa ambao walihamasisha, nakumbuka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi 2015 2020 swala la kumaliza mchakato wa katiba lilikuwa ndani, lakini walikataa na wakawa na jeuri kubwa tu. Lakini kwa leo ninampongeza kwa sababu amejitambua, na ninukuu au nikopi maneno ya Askofu Bagoza, anasema ametoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, ametoka kwenye usauli ameenda kwenye Paulo.